Wakati mwingine ukiwa balozi wa nyumba kumi au ukiwa mwanachama wa kawaida, unaweza usione umuhimu wa wanachama wako, unaweza usione umuhimu wa nafasi yako, lakini ukawa unasahau kwamba wewe ni sehemu ya chama kikubwa kabisa ambacho kina historia iliyotukuka. Nataka niwaambie, katika Afrika chama chetu kimefanya mambo makubwa ambayo Afrika hayajafanyika. Moja ya mafanikio yetu makubwa ni kuleta umoja wa kitaifa katika nchi hii, wote pamoja na wakaishi kama familia moja, na msingi wa umoja wetu ndio siri ya amani. Nawaambia, akija mtu anaeleza sera zake ambazo zinaashiria uvunjifu wa amani, waambieni umepiga wrong number. Hiyo namba unayopiga ya kuvuruga amani haipatikani. Halafu uhuru wako unapoudai lazima ulinde heshima na uhuru wa wengine. Pamoja na taarifa yangu kusheheni mambo mengi zikiwemo na changamoto, naomba nikupitishe kwenye changamoto kubwa mbili ambazo tunaendelea kuzifanyia kazi za wilaya hii. Changamoto ya kwanza ni upungufu wa umeme, ambayo kazi hiyo imefanyika vizuri, ambapo nadhani wiki iliyopita mtendaji mkuu wa TANESCO huyu mpya ambaye ameteuliwa, ndugu Lazaro, alifanya ziara katika mkoa, lakini alikuja maalum kwenye wilaya hii kwa ajili ya utatuzi wa changamoto ya upungufu wa umeme. Lakini changamoto nyingine kubwa ni swala la barabara inayotoka hapa Mbamba Bay kwenda pale Ndumbwi bandarini, lakini inayounganisha Litui mpaka kuja kutokea Rwanda na kuunganisha kule Kitai ambapo tulipita. Barabara hiyo pia nayo ina mkandarasi kwa awamu ya kwanza kutokea Kitai mpaka Rwanda mpaka bandari ya Ndumbwi. Kipande kilichokuwa kimebaki ni kutoka pale Ndumbwi kuja mpaka hapa Mbamba Bay, na tayari mmeshalichukua na mnaenda kuliweka kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa ajili ya utekelezaji wa ujenzi wake. Haya kwangu nayaona ni makubwa. Yale mengine ya kimkakati ambayo ilikuwa ni kilio cha muda mrefu, ujenzi wa bandari inajengwa.